kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Bwana, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. zaidi ya niombavyo, zaidi ya nitakavyo. Unaweza kufanya, unaweza Yesu, zaidi ya tarajio, zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza Yesu, unaweza, Unaweza kufanya, Bwana, unaweza unaweza kutenda yale mambo, yale mambo, yale mambo zaidi ya zaidi. niombavyo. Bwana, unaweza, Unaweza kufanya, Simba wa kabila la Yuda, unaweza unaweza kutenda yale mambo makubwa zaidi, zaidi ya niombavyo. Bwana, unaweza. Unaweza, unaweza zaidi mambo makubwa zaidi ya niombavyo, mambo makubwa zaidi ya niombavyo, mambo makubwa zaidi ya niombavyo, yale mambo makubwa zaidi ya tarajio, yale mambo Makubwa zaidi ya niombavyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka twende kwa neno la Bwana. Sitaki kupoteza muda. Last week niliongea kuwa na msimamo na Mungu wako. Na bado niko na hiyo, kuwa na msimamo na Mungu wako, na pia kuwa muaminifu. Unajua uaminifu ndio ufunguo wa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hata hajui kanisa watu wanaingia mlango gani, wanaingia kwa miguu ama ni mikono, hajui, lakini ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata hivyo ninaona Mungu akijivunia mtu mwaminifu. Akamwambia Shetani, watoka wapi? Shetani akamwambia, natoka kutembea kuna kuzunguka zunguka huku na huku humo. Akamwambia, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu aliye mwaminifu na mkamilifu? Ni yeye peke yake katika dunia yote, hakuna mwingine. Shetani kwa sababu ni mumbea akaanza kumwambia, hapana, ni kwa sababu umemzingira na mali, gusa uone.
lakini Mungu alikuwa amethibitisha kwamba Ayubu ni mwaminifu. Mpendwa, kuwa mwaminifu. Hata kama itabidi uadhibiwe, lakini uwe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunamwona ule mama mjane, Eliya ametumwa kwake, anaambiwa nenda Sarepta, kuna mjane huko kuna mjane, ukifika atakulisha. Akafika pale akamkuta kwa lango la mji. Maandiko yanasema anaokota kuni. Akamwambia, mama, amani ya Bwana iwe nawe, tafadhali naomba niletee maji. Alivyomwambia hivyo, yule mama akaanza kwenda akamchotee maji, akamwambia, kidogo niletee na kipande cha mkate. Mama yule akafungua moyo wake, akanena neno la uaminifu, nimebaki na konzi moja ya unga na mafuta kidogo, nitengeneze ili nile na mwanangu tufe, maana hakuna chakula ingine. Akamwambia, kwanza nitengenezee mimi. Ako wapi mtu mwaminifu? Yuko wapi leo mtu mwaminifu? Akiambiwa toa, anasemaje? Sina. Na anakamia, amekakalia. Lakini ule mama alisema bado nini? Konzi moja. Halo, kuwa mwaminifu. Na pia uwe na msimamo na huyo Mungu unayemwabudu. Ushindi utakuwa wako. Biblia inaniambia alipokwenda kutengeza kale kamukate, akamuletea, akamupa. Aliporudi akakuta lile pipa ni nusu, na amemimina kale kakonzi kamoja kameisha. Akajua anaenda mpa yeye ale, potolea mbali. Mungu akaona ule uaminifu alionao, akaongeza unga. Kuna watu leo wanateswa na uaminifu peke yake. Mungu aliondoa wachawi kitambo, mapepo yalikuacha kitambo, lakini kwa sababu wewe si mwaminifu, una mangamanga. Najua emeni hakuna. Kisema siji Jumapili hata mimi siko, nitakuwa mabaya nyundo. Bwana Yesu asifiwe. Hatari kutokuwa mwaminifu. Tangu huko nje mpaka ndani ya nyumba ya Mungu pia nako wewe si mwaminifu. Halo. Haya, soma kitabu cha Danieli 6 anzia 1. 6:1. Tuangalie Danieli alikuwa mwaminifu kiasi gani. Ilimpendeza Dario akaweka maliwali 120 na juu yao akaweka watatu hao wakubwa wa hao maliwali. na Danieli alikuwa mmoja wao. Katika wale watatu, Ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, alafu basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. ndani yake kulikuwa na roho bora. Naye mfalme akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Danieli peke yake akapata sifa, mpaka mfalme akawa anapanga kumpandisha mamlaka zaidi peke yake, kwa sababu ndani yake kuna roho bora. Muulize mwenzako, ndani yako kuna roho gani? Amen. Sinasema umuulize, ama wewe pia hujiamini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ndani yake kulikuwa na roho. Jamani, acha roho bora ikae ndani yako. Amen. Mungu atapendezwa na wewe tu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea pale. 4. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana
kupata sababu za kumshtaki Danieli wanatafuta sababu za kumshitaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakatafuta wapate sababu ya kumshitaki kwa mambo ya mfalme, lakini hawakupata. Kwa sababu hakuna kosa lilionekana mbele yake. Hakuna. Kwa nini? Alikuwa mwaminifu na mkamilifu, mtu asiyependa kusengenya mwingine, mtu asiyependa kudanganya mwingine, mtu asiyependa kuenda kando na maagizo ya Mungu. Amen. Kwa hivyo wenye fitina wakamutafuta, vikao vikafanywa kwa mambo ya ufalme, wakashindwa. Tutafanyaje? Maana hatujampata. Hebu sikiza vile wanasema, soma hapo, endelea. 5. 5. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyu. Tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Maana huko kwa ufalme ameshindwa. Sasa basi tumutafute kwa sheria ya Mungu wake. Huenda huko ndo tutampata. Amen. Bewo zeshindwa ndeteni kwenda Dimatsuluni. Halo. Amen. Umeshindwa na mteremuko, kupanda utapanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani wameshindwa na mteremuko, sasa wanatafuta kupanda, wataweza? Halo. Amen. Uaminifu na kuwa na msimamo na huyo Mungu wako vinasaidia. Wacha waseme, wacha wafanye, wacha watamuke, wewe kuwa na msimamo na Mungu wako. Ni Mungu pekee atakutetea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma. 6. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, tena si muda mrefu, waambie hao, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Only 30 days. Yaani wanakutafuta wewe kwa uaminifu wako tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ujue maneno haya yanafanywa, Danieli anajua kabisa kwamba kuna njama inapangwa, lakini kwa sababu nina Mungu wangu atanitetea. Alafu akasemaje? Soma mstari wa 8. Sasa mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Mfalme akatoa kalamu
akaandika, akasaini, asijue anayeshtakiwa ni yule mtu ampendaye. Lakini Danieli atasababisha kwamba yeye ana Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wewe hivi leo ukishitakiwa, ni nini kitakutetea? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ukitafutwa kwa mambo ya uaminifu huko, ukitafutwa kwa msimamo huko, kila mahali wewe upatikana. Je, Mungu atasimamaje akutetee? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaka unaisha huu, tangaza msimamo. Kama ni Mungu, wacha abaki nani? Mungu. Soma, hebu soma, endelea. Basi mfalme Dario akayatia sahihi na ile marufuku. Alafu mstari wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, akaingia kwa nyumba yake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa, yako wazi kama hivyo, kukabili Yerusalemu, kukabili kwenye wambea wake. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali wala hakutetemeka, akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Si kwamba hajui, anajua sheria imepitishwa, saini imewekwa, marufuku imepigwa, lakini mimi Danieli, kwa sababu nina Mungu wangu, narudi nikaombe. Akaenda akaomba kawaida yake. Acha tuone kitakachotokea, maana niko na Mungu. Msimamo. Amen. Wewe ukisikia wamenena tu asubuhi kwa kibandani kwa mama mtumishi, mama, hata nimewasikia na masikio yangu, sasa afanyeje? Na kuuliza afanyeje? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesikia usiku, Mungu amenifunulia, maana nimetoka tu hivi nikawapata hata wamekaa pembeni wananiongelea. Kumbe sasa afanyeje? Danieli aliposikia alirudi kwa nyumba yake, hakufunga madirisha, yako wazi, akapiga magoti, akaendelea na msafara wake wa maombi kama kawaida. Amen. Msimamo. Lakini watu ukiwasikia unakosa usingizi, tangu usiku sijalala mimi kabisa, sasa nikufanyeje? Si wamesema sasa nikufanyeje? Kama hujalala nikupe kitanda ulale. Halo. Amen. Uwa na msimamo na Mungu wako, Mungu atakupigania. Ukiwapata wanaongea, urudi kwa nyumba, piga magoti, omba dua, acha Mungu adili na hao watu. Sio kimbie kwa muombezi. Dada niombe. Oh, Bwana Yesu, nitetee baba. Wewe mwenyewe umejaa hofu, mchecheto umekushika, sasa huyo Mungu atakutetea aje? Danieli akajua na akasema haizuru, mimi hata sitawajibu. Akarudi kwa nyumba yake, madirisha yamekabili Yerusalemu, yako wazi, akaendelea kushukuru na kuanguka na kuomba mara 3 kwa siku. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msimamo na Mungu wako. Kuwa na msimamo. Wacha kutetemeshwa na vitu vitoko. Kuna watu, jameni, umesababisha mtitiki wewe mwenyewe, maana hauna msimamo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna lugha sasa hivi inatumika ambayo si kweli. Nakwambia, vile unaenda pale kanisani miaka yote hiyo, miezi yote unaombewa ufunguliwi, si uende ukajaribu pale? Kwani Mungu amekuwa, kuna Mungu wa kujaribu pale na Mungu wa kujaribu pale? Kweli? Yupo? Lakini si mnafanya? Amen. Twende ukajaribu pale kwetu. Kuna mmoja alinijia hapa akaniambia, nimekaa pale miezi 8 ninaombewa lakini sioni jibu.
Kwa hivyo nikaona nije nijaribu hapa kwenu pia, nione kama itakuwaje. Nikamwambia sawa, pale umejaribu miezi 8, hapa utajaribu mingapi? Si ni kujaribu? Kamwambia karibu tujaribu. Akakwama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka leo tuko naye hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu si wa kujaribu, ni wa kuabudiwa katika roho na kweli, na kuwa mwaminifu na ukamilifu machoni pake. Yeye atakutetea hata kama itachelewa. Amen. Danieli milango iko wazi sasa, anaomba kama kawaida yake, na huku akifahamu fika kwamba marufuku imewekwa ya siku 30, na siwezi kungoja 30 ziishe ndo niombe Mungu wangu, wacha tuone kitakachotokea. Akaenda akapiga magoti. Mtu mwenye msimamo na Mungu wake. Soma mstari wa 11. 11. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wanachunguza sasa. Wakamwona Danieli akiomba dua, wakamwangalia, na kusihi mbele za Mungu wake. Ndiye yule. Alafu ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme, katika habari ya ile marufuku, ya mfalme. Je, hukuitia sahihi ile marufuku? Ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi, isiyoweza kubadilika. Wakasemaje? Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe, mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Aomba dua zake mara 3 kwa siku. Swali ni, ilipotiwa sahihi, mfalme aliwatuma? Walituma wakamchunguze? Mbona wanapeleka habari? Kuna watu hujawatuma watakuletea habari. Amen. Kuna watu hujawatuma watakuja kukwambia. Amen. Achana nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kuwa na msimamo na Mungu, maana watakuja kukwambia. Amen. Hata hakujali wewe, hata ulivyotangaza yeye anaenda, nilikutuma. Muulize, mwambie mwenzako wacha tabia mbaya. Wacha tabia mbaya. Si umpe mkono. Pe mkono, mwambie wacha tabia mbaya. Wacha tabia mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hujatumwa wapeleka habari za nini? Maana wamejikusanya, wamemtapeli mfalme, wakamwambia mfalme, fanya kama vile Waajemi na Wamedi. Mfalme akasaini, asijue anayetafutwa ni huyo mtu wake anayempenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wamerudi hapo. Hakujali wewe, niliwatuma mkanitafutie. Halo. Amen. Soma, sikia mfalme anasemaje. Mstari wa 14. 14. Basi mfalme aliposikia maneno haya, alikasirika sana. Akakaza moyo wake kumponya Danieli, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Sheria ushaisaini, sasa imekukamata. Yule umpendaye ndo ameshtakiwa. Warongo hao. Lakini Mungu atasimama. Hata kama wamekutapeli, Mungu atasimama. Amen. Ukiwa na msimamo na Mungu wako, mwanadamu kama hata kutetea, Mungu atakutetea. Amen. Ndio maana wahenga wanasema asiye na wake ana nani? Ana Mungu.
Hawakukosea. Soma. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja ya mfalme. Mbele ya mfalme. Wakamwambia mfalme. Mfalme. Ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi. Lisibadilike neno lolote lililo marufuku. Hata naona waligundua kwamba mfalme wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Kwa hivyo basi mfalme akatoa amri. Nao wakamleta Danieli. Wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatoa amri, akaletwe. Danieli akatiwa kamba. Hakusema baba mimi wala nisameheni sitafanya tena, wala jameni mfalme nimekubali. Hakusema. Kwa nini? Anajua ana Mungu. Amen. Ana nani? Ana Mungu. Kamba, twende mpaka kwa mfalme. Akapitishwa mbele mpaka kwa tundu la simba. Hakuguru. Kama ni wewe Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kala ndiwe unapiga kuluma ni basi nino tosha itosha. Danieli anajua nina Mungu. Jameni, ukijua una Mungu hutatetemeka. Hata wakeje hutatetemeka. Hata wakuinulie panga hutatetemeka. Hata unaye wa kukutetea. Amen. Danieli akanyamaza kimya. Lakini basi alipotupwa ndani ya tundu la simba, simba wakafumbwa makanwa. Wakaanza kuambiwa leo ni ibada ya kufunga na kuomba. Tunakesha na maombi, hakuna chakula. Wako hapo na Danieli, lakini hawamtafuni, maana ni siku ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na msimamo na Mungu atakutetea. Amen. Jameni, hata kama utachelewa bado Mungu atakutetea. Amen. Soma. Likaletwa jiwe kubwa likaletwa, likawekwa mdomoni mwa ile tena amemshindikiza na maneno haya, Danieli, Mungu wako atakutetea na simba hao buguriu. Leteni na jiwe kubwa likawekwa mdomoni, kisha likatiwa ile tundu. Naye mfalme akalitia muhuri. Kwa mihuri yake mwenyewe. Na kwa muhuri ya wakuu wake. Alafu lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Yuko ndani na simba yuko humo ndani. Muulize mwenzako, uko ndani ama uko nje? Uko ndani ama uko nje? Muulize uko ndani ya tundu la simba ama uko nje? Kila mtu alitoka pale akifurahi. Wale wenye fitina na wambea wakapana mikono. Tumemaliza. Kesho nenda kununulia kikombe cha chang'aa. Wasijue Mungu wa Danieli amesimama. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kama una msimamo na Mungu wako. Amen. Watakapopanga njama zao, Mungu hujifanya kama haoni. Lakini iko siku watasema sasa imetosha. Kumbe wewe bado ugali hai, unanyosha miguu ukisonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wajua ndivyo walivyofanya wakati wa Yesu. Wakamfuatilia mpaka wakamgonga msalabani, ngongo misumari. Wakasema kwisha, tumemaliza. Wakaambiana sasa vipi, twende tupige sherehe. Wakaenda wakapana vikombe vya chang'aa, wakaanza kunywa wakifurahi. Haya, tunakunywa sasa. Kwisha, kalijiita katoto ka Mungu kako ndani. Kwisha, kaburini. Bado wanaongea, wakaona mwangaza ng'aa. Shetani akangua kwangala, akaambiwa nipatie funguo. Mshenzi wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hivyo ndivyo walivyokuwa, maana walitoka pale wakisema kwisha,
tuone nani atapandishwa cheo, tuone mama Kesidi, huyo mumeo ndo atakuwa mkubwa, wangu atakuwa mdogo. Nakwambia ni kweli hivyo kabisa. Nakwambia kesho tukutane tuchague Madera. Kumbe Danieli ako kwa ibada na simba. Sasa soma usikie kinachomnyima usingizi mfalme ni nini. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukapaa kwa sababu ya Danieli. Mtu wa Mungu anapokamatwa na adui, Mungu hutetemesha misingi, lakini lazima awe ni mwaminifu, tena mkamilifu. Simu la fungu la 10. Maana najua mnamkondesha mke wangu kwa maombi. Niombe mama, biashara yangu hata ulitoa fungu la 10. Ulitoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasonga watu hata hawalipi, watalipaje na utoe fungu la 10? Hiyo biashara yangu hata inaisha kukopwa, lazima ukopwe maana mwenyewe humulipaji. Amen. Hata usiposema amen. Amen. Uaminifu. Ukiwa mwaminifu, Mungu atakuinua tu, hata kama itakuwaje bado atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha kushangaza, hata mwenye anaenda kumwambia akuombee anakudai kikoi. Amen, hakuna. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Anakudai dera, alafu unamwambia biashara yangu imeona dera la mwaka jana, hivi watakuchukua lingine. Amekonda kwa sababu ya kukuombea, baba onekana Januari mpaka Disemba, lakini wewe mwenyewe umesababisha Mungu haji kwa sababu hu mwaminifu. Amen. Najua amen hakuna. Ulipoombea kwanza tu, mama nakwambia leo biashara imeenda vizuri, kazi yangu nzuri, bahasha nayo kararua kaashia moto. Hivi ulifikiri Mungu haoni? Lazima uwe mwaminifu. Kama unataka kuona Mungu kuwa mwamini, jameni, achana na porojo nyingi. Mungu anapenda mtu mwaminifu. Amen. Angalia mfalme amekosa usingizi kwa nyumba yake, wakati ametia saini jiwe akalipiga muhuri kwa sababu ya ujasiri. Amezarauliwa ngenge, lakini usingizi hana. Mbona asilale akafurahi? Kuna mtu wa Mungu na Mungu anamshughulikia. Amen. Lazima atoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa mwaminifu. Tutakuombea sana, lakini bila uaminifu huoni mwangaza. Amen. Hivyo afikiri Mungu asikii maombi? Anasikia sana, lakini kwako hayatafanya kazi, maana wewe mwenyewe si mwaminifu. Amen. Pili, huna msimamo na Mungu wako. Soma 19. Soma. Asubuhi mfalme akaondoka asubuhi na mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Mfalme anaenda kwa tundu la simba. Naye alipokaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti. Akaanza kumlilia kwa sauti Danieli ya huzuni. Mfalme akanena, akamwambia Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai. Kwanza mfalme anakiri kwamba Danieli ni nani? Ni mtumishi wa Mungu. Number 1. Number 2, aliye hai. Mungu aliye hai. Je, Mungu wako? Yani anakamilisha, alafu anauliza, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Ndipo Danieli akamwambia mfalme. Danieli amemaliza maombi ya asubuhi. Mfalme uishie milele. Akamwambia, mfalme uishi milele huko ndani ya tundu la simba. Mungu wangu amemtuma malaika wake. Mungu wangu ametuma malaika wake. Naye ameyafumba makanwa ya simba. Ameyafumba makanwa yote ya simba. Nao hawakunidhuru
hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake nalionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako mfalme, sikukosa neno lolote. Hebu tafakari haya mawili. Hii mengine yote achana nayo, tafakari haya mawili. Mungu wangu, sikuonekana na kosa lolote mbele za Mungu wangu. La pili, tena mbele zako mfalme, sijatenda kosa lolote. Katika haya uko katika lipi wewe? Moko fuarero ukahisa hiro, uko katika lipi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Uko katika lipi wewe mwokovu wa leo? Katika haya mambo mawili, je, mbele za Mungu huna hatia? Pili, je, mbele za wanadamu hawa unaowaona huna hatia hata na mmoja? Ni wapi? Ameni haiji wala jibu haliji. Soma 23. Basi mfalme akafurahia. Mfalme akaanza kufurahi sana. Akaamuru wamtoe Danieli. Katika lile tundu. Ipo Danieli akatolewa. Anatoka katika lile tundu. Ndiye huyo Danieli sasa. Wala dhara lolote. Hana dhara lolote. Halikuonekana mwilini mwake. Kwa sababu alikuwa anamtumainia Mungu wake. Amekesha na simba. Kupapasa kidevu cha simba, kushikashika simba, wanakaa kama wako na mwenzao, kisa na maana Mungu. Huyu Mungu alienda wapi? Kwako? Ndio upitie haya yote unayopitia, alienda wapi? Huyu Mungu awezaye kumtetea Danieli katika simba wale, ako wapi? Na ni wapi muliachana? Mungu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paka wanakupangia njama na wanafaulu. Unajua kuna watu wengine nikiwaambia hapa wananipa maswali. Pepo linaanguka hapa na linanena kabisa, ameenda tayari kwa pasta wake. Tulikuwa tunataka asifike kwa pasta wake. Yaani kumaanisha mimi ndo nimekuwa kizuizi cha wewe tu usipatikane. Kama huyo pepo anasema tulikuwa hatutaki afike, si ni kumaanisha kama hutafika utapatikana? Ni nini kinakusababisha upatikane? Amen. Muulize mwenzako ni nini? Ni nini kinakusababisha upatikane? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mwingine tulishikana mikono hapa. No, si mikono. Huyu mama alikuja kuniambia ameambiwa atafute mtu hapa. Sijui anaitwa nani, jina lake nimepoteza kidogo. Na tangu alivyoambiwa hivyo akawa akili zimechanganyikiwa na ajua lakini alivyonitajia hilo jina nikakumbuka hilo jina nimelisikia hapa mtaani. Nikamshika mkono hapa, naomba naye, roho ikasimama inauliza wameenda kwa pasta Tatu, tuharakishe tumkate leo. Nashindwa wanapataje mwanya kwako? Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Danieli anatolewa kwa tundu la simba. Waliomtupa wanashuhudia. Ndiye huyu anakuja, hana hatia kwa sababu ni mkamilifu na ni mwaminifu machoni pa Mungu wake. Akatoka akiwa salama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mfalme anasemaje? Mfalme akaamuru, nao wakaletwa wale watu waliomshtaki Danieli. Kumaanisha hawakuweko kwa msafara. Walikuwa wanapiga sherehe. Wakatupwa katika tundu la simba. Walikuwa wanapiga sherehe. Mwenye kikombe cha munasi, mwenye kifoti. Yaani tumekatupa kwenye simba. Kwisha. Wakasikia munaitwa. Mfalme akakule kwa lile tundu la simba munaitwa. Wakashukisha vivoti vyao, wakaanza kwenda. Bwana Yesu asifiwe.
Wakifika wanaambiwa leteni na wake zenu pia. Wakamkuta Danieli amesimama pamoja na mfalume, hata hana wasiwasi. Mtu wa Mungu amtumainie Mungu lazima ashinde. Amen. Lazima ashinde. Amen. Wamtumainia vipi wewe huyo Mungu wako? Amen. One akushindii, geuka leo. Anza kutafuta, kwa nini sioni Mungu kikamilifu? Ni nini? Danieli amesimama na mfalme, waliomtupa wanakuja naona walishikwa na haya kwanza. Karisa si Danieli huyu, kwani simba hawakumula? Bwana Yesu asifiwe. Mamake Kasungu Danieli yule pale, kwani simba hawakumula? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Danieli hana wasiwasi, maana hana shida na mtu yoyote, na mbele za Mungu hana shida. Kwa hivyo uaminifu wake na msimamo wake umemuokoa kutokana na meno ya simba. Soma tumalize. Wao na watoto wao wakaletwa, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda wale simba, wakaivunja mifupa yao vipande kabla hawajafika chini. Unajua kudaka boli likija na juu hivyo, si ni hivyo? Sasa wale simba walidaka kama hivyo, maana kila anaitwa vunja mifupa. Huku Danieli amesimama na mfalme, kwa sababu ya Mungu peke yake amemtetea. Simama na msimamo, Mungu atakutetea. Amen. Wacha kujihisi kuchoka. Tangu ulipoanza kuomba hata hujamaliza miaka 10. Jameni, simama na msimamo. Yuko Mungu. Amen. Yuko Mungu. Amen. Usitegemee akili zako. Kuwa na msimamo. Penda kuwa mwaminifu. Wakakamatwa, wakatafunwa wote. Malizia pale. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote, na taifa zote, na lugha zote, waliokaa juu ya uso wa ufalme wake, amani na iongezeke kwenu. Akawaambia amani na iongezeke kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watatetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli. Maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Mfalme amesahau marufuku yake, sasa anainua Mungu wa Danieli kwa sababu ya msimamo wa Danieli. Amen. Je, atainuliwa wako? Na atainuliwa wako? Huyo Mungu wako atainuliwa? Pale ulipoolewa peke yake wanamjua una Mungu wa kweli, ama uchoyo bado unao? Bwana Yesu asifiwe. Ama wivu bado unao? Kiburi bado unacho? Majivuno kwa vile mumeo anakaa mjini hivi sasa, ushatengeza nywele unataka kwenda nyumbani, basi ukifika hapo akanyaga vichwa wenzako, maana wewe ndo mume ako mjini, mumeo ako mjini. Je, watamjua Mungu wako kwa hiyo tabia? Amen. Ulinunua kitenge kako tangu mwezi wa 9 ukakalipia polepole, ukamlipa na fundi amekushonea hata bado anakudai, basi ukikavaa tendere. Nauliza, kwa njia hiyo watamjua Mungu wako? Amen. Kwa vile umenunua vifuko vyako 2 vya ngano na vichele kilo 7, basi mjini hapakaliki. Je, kwa njia hiyo nauliza, Mungu atajulikana? Amen. Halo.
Amen. Mimi hata nikifika na kitu kwangu nyumbani kabisa, huko kwa nyumba yangu peke yangu na wanangu, na jikandia unga wangu mwenyewe vizuri, jarimeni kwa njia hiyo Mungu wako atajulikana. Amen. Hata ushuhuda hatutaki hapa. Ukitoka huko kama ulifanya hivyo usije kutushuhudia, baki nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana haumtukuzi Mungu, wajitukuza wewe na mumeo na nyumba yako. Na hata wewe mumeo naye wamdhalilisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima uwe na msimamo. Na mtu aliye na msimamo na Mungu wake hana kiburi, hana majivuno, hana uchoyo. Juzi nilikuwa na mkutano na mkubwa fulani wa serikali. Nikawa naongea naye. Ananiambia, waonaje tufanye mkutano mara moja? Namwambia kuanzia sasa mpaka Jumamosi zote sina nafasi. Niko busy. Alikodolea macho, yani anaona haka kamutu kadogo hivi. Kanasemaje kako busy. Yani unasoma kabisa moyo wake, unaona, lakini hajui Mungu niliye naye. Amen. Namwambia no. Hapana. Aniambia sasa, wajua hatutaki tuvuke mwaka. Kaambia ni kweli, lakini hizi Saturdays zote unless tarehe 7 ama tarehe 27 ama tarehe 26 twaweza fanya, lakini sasa hivi mkubwa tusifanye. Niko busy. Na lazima mimi niwe hapo ndio mkutano uanze, maana mimi ndio nitacoordinate ni ulete. Alafu yeye aje tufanye kazi. Na mimi niko busy. Lakini namuona anaongea, yani ananiangalia kwa mshangao, ni kama anaona yeye ndo ako busy maana ni mkubwa. Nikajua hajui anaongea na mtu aliye na Mungu wake. Amen. Je, Mungu wako atajulikana lini? Kama mwenyewe unasumba hivi. Amen. Atajulikana lini? Danieli alisababisha mambo kugeuka, mambo kubadilika, mambo yakageuka. Ufalme wote wa Dario ukawa sasa ni Mungu wa Danieli. Wewe hata si ufalme, ni hilo bomo lolewa tu, na limeshindwa kumtambua Mungu wako. Maana Kalomoni, mwambie jirani yako, wacha tabia mbaya. Wacha tabia mbaya. Kuna watu pale wanangoja huyo Mungu wako wamuone, wafuate. Lakini watamuona wapi? Wewe mwenyewe uko majivuno hivyo hivyo. Ukifika kwa hilo boma, hata ndo wa kwanza, wachawi wote wa boma hili na wachawi wote wa maina na wakanyaga. Sasa wao tayari umewafikia na unawaita wachawi. Hivyo watakuja kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Wakija wanakuja kuomba chumvi. Chumvi iliyoko huku ni ya watu wa kanisa. Atajulikanaje huyo Mungu wako? Danieli alikuwa na msimamo. Jamani, tangaza msimamo. Amen. Tangaza msimamo. Amen. Umefika wakati tukabadilishe falme. Watufuate, waje watuulize mnaombaje. Jamani, tumeona matokeo ya Mungu wenu. Tumehisi kwamba Mungu wenu ana nguvu. Lakini je, watakujaje? Na wewe mwenyewe ukitoka hapa tu, kuna watu hata sasa wamefungua simu hapa ndani, unafikiri wanasoma neno, wanarudisha majibu. Mchungaji bado anaongea, nisubiri kidogo. Amen. Kama uko karibu na mtu, piga chabo kidogo uone kama hata isimambio. Kwa machache mbarikiwe. Amen. Na kabidhi mikononi mwako wapendwa walioko. Mwenye muziki koja kidogo. Nasema watu wasonge mbele hapa. Songeni huku na huku. Wacha 1 mita kutoka kwa viti, sitaki uwe karibu na kiti. Nataka tukaombe. Kuna watu wanasumbuliwa na vitu vidogo, lakini Mungu amezuilika, hawezi kufika kwako. Ni nini kinatendeka? Ni nini? Ni kitu gani hicho ambacho kimesababisha mpaka Mungu haonekani kwako? Lazima tujue. Lazima leo akutembelee. Inua mikono miwili juu.
Kwa sauti sema Bwana Yesu. Nimesema kwa sauti sema Bwana Yesu. Niko mbele zako mchana wa leo. Nimelisikia neno, nami nimeamini. Bwana wangu, nashangaa. Mungu, ulienda wapi? Ulienda wapi? Mbona sikuoni? Maadui ndio hawa wameniinukia. Ulienda wapi? Nisaidie leo. Tulia. Tulia. Kama umekiri neno hilo kwa imani, kuna kitu kinaendelea ndani yako. Roho inaenda mbio. Roho inaenda mbio. Lazima. Paka lini? Lazima. Mungu wa Danieli akutoe kwa hilo tundu, hilo meno ya simba. Akutoe. Akutoe leo. Leo akutoe. Anakuja kukutoa. Amini tu. Amini tu. Amini. 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 Uwepo wake uko. Uwepo wake uko. Leo lazima utolewe. Lazima utolewe. Lazima utolewe. Hata kama walikatalia maisha yako, wameyafunga. Walipataje mwanya? Walipataje mwanya? Walipata vipi mwanya? Walisimamaje mpaka wakapata mwanya juu ya maisha yako? Nasema lazima utolewe. Lazima. Lazima. Kuna mtu roho inaenda mbio. Usijizuie. Usijizuie. Wacha kujikaza. Na asha kule nyuma, mkae macho. Na ule mlango chungeni, kuna mtu anaweza toroka mbio atoke. Hakikisha mtu atoki hapo. Lazima. Lazima. Lazima ufunguliwe. Inauliza alienda wapi? Yuko wapi Mungu huyo? Yuko wapi? Nipe kujua ya mbinguni. Kujua ya mbinguni. Mwokozi Yesu nina. Alienda wapi huyu Mungu? Nipe kujua ya mbinguni. Nipe kujua. Achilia moyo wako. Nipe kujua ya mbinguni. Mwokozi Yesu na nipe kujua. Alienda wapi huyu Mungu? Alienda wapi? Asiyekuokoa na simba hawa. Ako wapi Mungu wa Danieli? Ako wapi? Ako wapi? Si Yesu, naomba nipe kujua ya mbinguni. Nipe kujua ya mbinguni. Nipe kujua mbinguni. Mwokozi Yesu, ninaomba nipe kujua ya mbinguni. Achilia moyo wako mpendwa. Sema nipe kujua ya mbinguni. Mwokozi Yesu, naomba nipe kujua ya mbinguni. Nipe kujua ya mbinguni. Nipe kujua ya mbinguni. Mwokozi Yesu, ninaomba nipe kujua ya mbinguni. Muliachana wapi na Mungu huyo? Nipe kujua ya mbinguni. Mwokozi Yesu, ninaomba nipe kujua ya mbinguni. Nipe kujua ya mbinguni. Mwokozi Yesu, ninaomba nipe kujua
kujua ya mbinguni. Nipe kujua ya mbinguni. Mwokozi Yesu, naomba nipe kujua ya mbinguni. Achilia huo moyo wako mpendwa. Nipe kujua ya mbinguni. Mwokozi Yesu, naomba achilia moyo wako. Nipe kujua ya mbinguni. Mwokozi Yesu, naomba nipe kujua ya mbinguni. Achilia huo moyo wako, achilia huo moyo wako. Nipe kujua ya mbinguni. Mwokozi Yesu, ninaomba nipe kujua ya mbinguni. Achilia moyo wako, achilia moyo wako. Bwana Yesu yupo enzini, anakutoa kutoka kwa hilo shimo, hilo tundu la simba unatoka. Omba, omba wewe. Enda mbele za Bwana, enda mbele za Bwana, enda mbele za Bwana, enda mbele za Bwana, enda mbele za Bwana. Mwambie Bwana leo, nakataa mimi, nakataa mimi. Sitaabudu sanamu, sitainamia sanamu, sitainamia sanamu. Nitakuabudu Mungu wa kweli, Mungu uliye mbinguni. Utaniokoa na vita hivi, utaniokoa na vita hivi, utaniokoa na vita hivi, utaniokoa na mateso haya, utaniokoa na ziki hizi. Mwambie Bwana mpendwa, mwambie Bwana, mwambie Jehova. Nena na Jehova, nena na Jehova. Lazima ufunguliwe leo, lazima ufunguliwe. Alienda wapi huyu Mungu? Alienda wapi? Alienda wapi Jehova? Alienda wapi? Alienda wapi? Niposa munaringa juu yake, niposa munamutesa mama huyo. Lazima mumwachilie, 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 lazima mumwachilie. Ni lazima muwachilie watu wa Mungu, muwachilie. Lazima watoke, lazima watoke, lazima watoke hawa, lazima watoke kwa mateso haya, lazima watoke, lazima watoke. Nasema lazima watoke, lazima watoke, nasema lazima watoke. Hata kama muliwafunga, hata kama muliwafunga, lazima watoke. Watu wanatolewa, watu wanatolewa leo, leo watu wanatolewa, leo watu wanatolewa kwenye tundu la simba. Lazima watolewe, lazima watolewe. Mulika pale makaburini, mulika pale makaburini, mulika pale kwenye makaburi, mulika pale kwenye kaburi, mulika, mulika. Ndipo walipofunga, ndipo walipofunga. Mkono wa Bwana leo uko juu yako, uko juu yako, uko juu yako, uko juu yako. Lazima watoke, lazima watoke, lazima watoke. Teka nyara, teka nyara. Kamata hizo roho, kamata hizo maagano, kamata hizo maagano zilizowekwa na maamiri na manaibu wote
akafanya njama. Kamata leo, kamata leo, kamata leo. Nasema ukamate, nasema ukamate. Kamata hizo roho, kamata hizo roho, kamata hizo roho zinazoleta udhaifu, hizo roho hizo zinazofunga maisha yako, zilizokukamata hizo, lazima zikuachilie, lazima zikuachilie, lazima zikuachilie. Nasema zitakuachilia leo, leo zitakuachilia, leo zitakuachilia. Lazima zikuachilie, lazima zikuachilie. Kwa nini zimesimama juu yako? Kwa nini zimesimama juu yako? Kwa nini zimesimama juu yako? Kwa nini? Nasema kwa nini? Nasema kwa nini? Lazima zikuachilie, hata kama ni maagano, hata kama ni maagano waliofanya Waajemi na Wamedi, lazima zikuachilie, lazima zikuachilie, lazima. Nasema lazima, nasema lazima, nasema lazima zikuachilie leo, lazima zikuachilie leo, ni lazima zikuachilie. Hata kama wamekufunga, hata kama wamekufunga, lazima, lazima, lazima wakuachilie. Tokeni ndani yake, toka ndani yake, toka. Nasema toka, nasema toka. Lazima wakuachilie, lazima wakuachilie, lazima wakuachilie, lazima, lazima wakuachilie, lazima, lazima wakuachilie. Hata kama wamekukamata, ni miaka mingi wamekukamata, lazima wakuachilie, lazima wakuachilie. Siku ya leo lazima wakuachilie, lazima wakuachilie. Utatoka tu juu ya maisha yake, utatoka 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 juu ya maisha yake. Lazima mumwachilie, lazima mumwachilie, lazima mumwachilie, lazima mumwachilie, lazima, 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 lazima mumwachilie, lazima mumwachilie, ni lazima mumwachilie. Mpaka lini? 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 Lazima mumwachilie, lazima, lazima, lazima. Hey! Nasema umwachilie, mwachilie huyo, mwachilieni leo, leo munamwachilia katika jina la Yesu. Toka, kanyaga, kamata, kamata hiyo. Haya, mwachilieni, mwachilieni huyo, huyo lazima mwachilie, huyo lazima mwachilie, lazima mwachilie, lazima mwachilie, lazima mwachilie, lazima achiliwe, lazima. Lazima, 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 lazima mumwachilie, lazima mumwachilie maisha yake. Toka, 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 toka leo, lazima, lazima. Ulienda wapi Mungu? Ulienda wapi Jehova? Ulienda wapi Mungu? Ulienda wapi? Ulienda wapi Jehova? Ulienda wapi? Lazima achiliwe, lazima achiliwe, lazima achiliwe, lazima achiliwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nateka nyara, nateka nyara, nateka nyara, nateka nyara. Tulia, tulia kila mmoja, tulia kila mmoja. Inua mikono yako mbele juu, inua juu kabisa, inua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kifungo vinakatika. Bwana anakutoa leo, Bwana anakutoa
Leo Jehova anakutoa. Leo Jehova anakutoa kwenye hiyo mateso. Vita vikubwa, vita vikubwa vilivyosimama juu yako kwa ajili ya maisha yako, Bwana anakutetea leo. Nateka nyara, nateka nyara, nateka nyara. Weka moto, 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 weka moto. Piano, tulia, tulia. Kuna mtu hapa, kuna mtu hapa anafuatwa na maroho ya kuzimu, maroho ya kuzimu. Watu waliokufa kitambo ndio wanaongea naye, ndio wanaongea naye. Usiku akilala wanakuja manyanya waliokufa, machangazi waliokufa, wanakuja wanaongea nawe. Hizo ni roho za kuzimu zinatafuta kukuchanganya. Leo ninasimama kinyume na hizo roho, na hizo roho ninakamata, 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 navunja, 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 navunja. Weka moto, weka moto, weka moto, weka moto, weka moto.